So najua kuna wengi sana mnaipenda movie ya Orhan, lakini pia mnajiuliza kwamba kwa nini yule Orhan original hakuonekana kwenye hii movie ambayo inafahamika kama Orhan, ambaye tulitegemea kwamba yeye ndiye ambaye angekuwa Sterling badala ya yule ambaye tunamuona sasa hivi. Inawezekana kwa ulikuwa unajiuliza hili swali lakini jibu hukupata. Kwa nini hakuwepo kwenye filamu? Sasa leo kupitia hii video mimi naenda kusanua kuhusiana na kile ambacho ulikuwa ukijui sababu ya Orhan kutokuwepo katika ile movie. Of course ni taarifa mbaya. Kwa hiyo tuanze tu moja kwa moja tu mwanzo mpaka mwisho wa hii video ukapate kufahamu kweli wote nini hasa ambacho kilimfanya Orhan Bey yule original kabisa ambaye tulimuona kwenye movie ya The Ottoman akawa hayupo kwenye hii filamu ya sasa hivi ya Orhan. Ila kama ni mmoja watu ambao hujapenda kabisa, hujafurahishwa kuona Orhan yule original hayupo kwenye movie ya sasa hivi, basi bonyeza neno subscribe nione ni wangapi ambao tuko pamoja hatujapendezwa kuona Orhan original hayupo kwenye hii movie. Mimi ni Gabi Official. Naomba nikukumbushe kwamba kuna mengi zaidi ambayo utapata kuyafahamu kuhusiana na mastaa mbalimbali ambao umekuwa ukiwafuatilia, lakini pia hata kama mpenzi wa filamu basi mimi nitakuwa nakusogezea updates nyingi sana hapa kupitia channel yetu ya Bongo Vibe. Sasa kama ambavyo tunafahamu vizuri kwamba watu wengi wameonekana kuchukizwa sana na huyu Orhan ambaye amekuwa akionyeshwa kwenye filamu sasa hivi ya Orhan ambaye anaonyeshwa pale Azam 2. And of course watu hawakutarajia kumuona huyu ambaye tunamuona sasa hivi. Walikuwa wanaamini kwamba angekuepo yule ambaye tulikuwa tumemzoea. Na kuna namna fulani hivi ni kama vile ladha ya movie imepotea kwa kiasi fulani kwa sababu hatumuoni Orhan yule. Lakini pia ukimwangalia hata Horafila sio yule ambaye tulikuwa tunamtegemea. Kuna namna fulani hivi wamebadilisha wengi sana. At least kidogo tunaona tunapewa nguvu na Jaku Taibei, Boran Bey, Aikut pamoja Aradin Bey pamoja na Gonja. Kidogo ndio wanatupa kidogo ule moyo kuendelea kuitazama movie. Sasa Orhan kwa nini hakuonekana kwenye hii movie ya sasa hivi ambayo inaendelea? Hiki ndicho ambacho kimenifanya nikuletee hii video ambapo kuna taarifa mbaya ambayo inaweza kutokea. Wakati kabla hii movie ya Orhan haijaweza kutengenezwa ni kwamba ile kwenye movie ya Osman of course alimaliza, lakini hakumaliza mpaka mwishoni. Kile kipindi ambacho tuliona walikuwa nakabidhiwa kambi yeye pamoja na mke wake, Osman aliwapa go ahead kwamba inatakiwa waende kwenye kambi yao. Ilikuwa ni kipindi ambacho Orhan alikuwa amepata changamoto nzito sana ambayo ilimfanya ikawa ndio mara yake ya mwisho kuweza kuonekana kwenye ile filamu ya The Ottoman, lakini pia hakuja kuonekana kwenye movie. Ambapo picha linaanza unaambiwa kwamba moja ya watu walikuwa karibu sana na uigizaji wa Orhan Bey, lakini pia waliokuwa ni kama vile watu waliokuwa nyuma ya Orhan Bey alikuwa ni baba yake, ndiye ambaye mmoja watu ambao walikuwa na play part kubwa sana kwa Orhan kuweza kufanya kile alichokuwa anakifanya. Sasa katika kipindi ambacho The Ottoman imefikia ile sehemu ambayo tulikuwa tunaona Orhan aliweza kuaga pale na mwisho wa siku Osman akaambia aondoke na mke wake, haikuwa imepangwa kuwa vile, lakini ni kipindi ambacho baba yake na Orhan Bey alikufa. Sasa hii ni katika maisha halisia, baba yake mzazi na Orhan Bey aliweza kufa, ambapo baada ya kifo cha baba yake, na alikuwa mtu mkubwa na mtu muhimu sana katika maisha ya Orhan Bey kwenye hiki alichokuwa anakifanya, Orhan aliweza kutoa tamko ambalo liliweza kuacha watu wengi sana na mshangao. Alitangaza kwamba kuanzia baada ya kifo cha baba yake pale, kwa sababu alikufa kwa kansa, anasema kwamba baada ya kifo cha baba yake, kutokana na kumuenzi baba yake kwa sababu alikuwa ni mmoja wa watu muhimu sana kwenye karia yake ya uigizaji, akasema ata stop kuigiza kwa miaka 3 mbele ndio aje kuanza kuigiza. Yani hapo atakuwa ni kama vile anamuenzi baba yake kwa sababu alikuwa ni mtu muhimu sana na ndiye mtu aliyemfikisha pale Orhan tulipokuwa tunamuona. Kwa hiyo wakati nakuja kuanzishwa hii Orhan ni kipindi ambacho tayari alikuwa kwenye script na kila kitu kilishakuwa kimeandaliwa, lakini baada ya kuonekana kwamba amepata changamoto na akatangaza kitu kama hicho, basi wakaona sio kesi, ilibidi wamchague mtu mwingine ambaye angekuja kufanya kazi kama Orhan Bey. Lakini kinachonishangaza so far ni kwamba sijui kwa nini hatukumuona yule Horafila tuliyokuwa tunamtegemea. Horafila aliyoko sasa hivi ni mwingine kabisa. Kuhusiana na hilo I don't know mpaka sasa hivi, lakini nitazidi kuwaletea updates hapa muweze kufahamu kuhusiana na waigizaji wengine. Kama una swali pengine kuhusiana na movie ile pale, utanidropisha kwenye comment. Nani mwingine unataka kufahamu kuhusiana na yeye mengi zaidi, nitakusogezea hapo kwenye channel yetu. Muhimu zaidi bonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video. Alafu kwenye comment niambie wewe ni mmoja wa watu ambao mnaenjoy Orhan ya sasa hivi kutokana na wahusika waliopo, au ni mmoja wa watu ambao imekukera kwa namna moja ama namna nyingine. Dondosha maoni yako hapo chini, lakini hakikisha umesubscribe, utakomentisha sana. Mimi naitwa Gabi Official na hii ni Bongo Vibe. Tembelea channel yetu mara kwa mara kupata updates kuhusiana na waigizaji wengine wengi zaidi ambao unawakubali. Bye bye.